Anasema faslu fi zakati al-ghanam, ufafanuzi kwenye zaka ya ghanam. Ghanamu ni mbuzi na kondoo, mbuzi na kondoo. Anasema wa awalu nisabul ghanami, na kiwango cha kwanza cha idadi ya mtu anayetakiwa kumiliki mbuzi au kondoo, anasema arbauna, wafike 40. Mbuzi wafike 40. Tumesema ng'ombe wangapi? 30. Mbuzi 40. Mtu akimiliki mbuzi 40, sasa sheria inamwambia na inamtaka awatolee hao mbuzi 40 zaka. Anasema wafiha shatu jadha min adh-dha'ni, atalazimika kama ni kondoo amtoe kondoo laha sana, anasema mwenye mwaka mmoja, ama mbuzi mwenye miaka miwili, mwaka mmoja kisha ingia wa pili. Kondoo anatakiwa, kama una kondoo 40, kondoo unaotakiwa kumtoa katika idadi ya hiyo 40, utamtoa kondoo ambaye ameshafikisha umri wa mwaka mmoja, na una hiari ya kutoa mbuzi badala ya kutoa kondoo, lakini mbuzi awe ameshaingia kwenye mwaka, kapitiliza mwaka mmoja, kaingia mwaka wa pili. Sisi tunaelewana? Kondoo hata uruhusiwi kula kondoo akiwa chini ya umri wa mwaka mmoja, yaani kondoo akiwa na miaka 6, eti miezi 6, hata kumla uruhusiwi. Ndio maana utaona hesabu ya kondoo lazima afikishe mwaka. Sasa unaweza ukampa mtu zaka akataka kuchinja yale. Sasa ili utoe kondoo awe amefikisha mwaka mmoja. Ukimla kondoo ambaye yuko chini, unaweza ukajitafutia maradhi makubwa kwenye mwili, kwa sababu nyama ile ya kondoo hao wadogo haikubaliani na maradhi. Ndio maana utaona watu wengine wakila kondoo anatoka mabaka, kwa sababu yale mafuta ya kondoo yakiingia kwenye mwili, kama kuna maradhi yalikuwa ndani yatatoka nje lazima. Unaelewana jamani? Yaani mafuta ya kondoo yale hayakubaliani na maradhi yaliyojificha, yaani yatayadhihirisha tu, yatoe nje. Sasa ima ya kuzidia hayo maradhi ya kuue kabisa. Zamani walikuwa wanatumia mafuta ya kondoo hata kutoa vitu vigumu kwenye mwili kama vile risasi. Risasi yani kama mtu imetafutwa kwenye mwili haionekani, au imekaa sehemu ambayo haiwezi kutoka, huyu mtu anywe mafuta ya kondoo tu kila siku, asubuhi anywe, jioni anywe, asubuhi anywe, risasi itatafuta kwa kutoka, haiwezi kubaki kwenye mwili. Sisi tunaelewana? Hiyo ni faida tu, hayamo kwenye zaka hayo. Hayo hayamo kwenye zaka. Kwa hiyo ukiwa na maradhi ukanywa yale mafuta, lazima yale maradhi yatolewe nje. Sasa ukivumilia kule kuyanywa yale, yatatoa maradhi yote mpaka yataishi, lakini uvumilie kuwashwa, kufanyaje, uvumilie. Lakini maradhi ya ndani itayadhihirisha, yatoke nje. Kwa hiyo ng'ombe na mbuzi au kondoo, hesabu yake ya kwanza ni 40. Wakifika kondoo 40
au mbuzi 40, hapa utatoa jadhaa. Jadhaa ni ndama la kondoo lenye mwaka mmoja au utatoa dhaan, ndama wa mbuzi ambaye ana mwaka mmoja kaingia wa pili. Wewe ni khiari yako hapo, ni khiari yako. Na hapa utalazimika kutoa ima ndama wa kondoo au utalazimika kutoa ndama wa mbuzi, na sio pesa. Utatakiwa utoe mnyama, kwa sababu hii ni zaka ya wanyama. Ni zaka ya wanyama. Kwa hiyo anasema wa awwalu nisabil ghanami 40, na kiwango cha kwanza cha idadi ya mbuzi au kondoo ni 40. Wa fiha shatun, na hapo utatoa mbuzi mmoja anaitwa jadhaa, kondoo mwenye umri wa mwaka mmoja, min adhan au thaniyatu min almaz, au mtoe thania min almaz, ndama la mbuzi lenye mwaka mmoja tayari ushaingia wa pili, anaitwa thania min almaz. Sawa. Wa fi 121, ukitoka kwenye 40 hapa katikati sheria inakuacha. Wakifikia mbuzi 121, wa fi 121, mbuzi wakifikia 121, shatani, utatoa mbuzi wawili. Hapa sio ndama tena, unatoa mbuzi waliokamilika wawili. Wa fi 201, na wakifika mbuzi 201, kutoka 121 wakifika mbuzi 201, thalathi shia, itakulazimu utoe mbuzi watatu. Kabano hapo mkulima jamani na mfugaji, hujabanwa. 40 umeambiwa utoe kijindama, kama ni mbuzi awe ana mwaka mmoja kaingia wa pili, kama ni kondoo awe na mwaka mmoja. Sawa. Ukitoa hapo umemaliza. Sheria inakuja kukusubiri wakifika 121, hapa utatoa mbuzi wawili. Sawa. Wakifika 121 ukatoa mbuzi wawili, wewe unabaki na mbuzi wangapi? 110 na ngapi? 19, unabaki na wewe mwenyewe. Sawa. Sheria inakuvumilia tena, wakifika 201 utatoa mbuzi watatu. Sawa. Wa fi 400, wakifikia mbuzi 400, arba'u shiyahi, utatoa mbuzi 4. Sawa. Sasa wakishafika 400 ukaanza kutoa mbuzi 4, sasa anza kupiga hesabu hapa. Thumma fi kulli 100 sha, kila watakapoongezeka 100 unatoa mbuzi, kila wakiongezeka 100 unatoa mbuzi. Nani atashindwa kutoa namna hii jamani? Kama sio ubakhili tu. Sisi tumeelewa. Hesabu ya kwanza ndio inaweza ikakukoroga tu. 40 ndama, 121 utatoa mbuzi mmoja. Sawa. Wakifikia mbuzi wawili, 121 mbuzi wawili. Wakifikia 201 utatoa mbuzi watatu. Sawa. Hapo unaachwa. Wakifikia 400 utatoa mbuzi 4.
kuanzia 400. Kila wanapozidi 100 unatoa mbuzi, wakizidi 100 unatoa mbuzi. Sasa hesabu utaendelea huko utakavyojua wewe. Sisi tumeelewa. Na maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwa anafuga mbuzi. Alikuwa anafuga mbuzi. Ukiangalia katika kitabu cha Zadul Maad, Mtume alikuwa anafuga mbuzi 100. Mbuzi 100. Anamwambia yule mchungaji wake yule, mbuzi akizaa tu niambie kazaa wangapi ili tuchinje waliozidi. Kwa mfano mbuzi kazaa wawili, basi kwenye ile 100 Mtume atachukua mbuzi 2 atawachinja, ili wabaki vile vile 100. Sisi tunaelewana? Sasa sisi tumekuwa na maisha ya mjini hapa, hata akija mgeni kuku wa kumkimbiza hatuna. Lakini Mtume alikuwa amejiwekea system hiyo kwamba ana mbuzi 100. Hao hawapungui. Kisha mwambia mchungaji, mbuzi akizaa kazaa mmoja tutachinja mmoja, kazaa 2 tutachinja 2, wamezaa sijui mbuzi 4, atapunguza ile idadi, wabaki wale wale. Sawa. Kwa hiyo ni sunna kufuga mbuzi 100 wakabaki hao 100. Mtume kafanya hivi. Fanya hivi katika maisha yake. Nafikiri tutakuwa tumeelewana. Mbuzi wakishakuwa 400 utatoa mbuzi 4, na tumesema mbuzi unawatoa ni jike, utatoa mbuzi 4. Sasa kila baada ya 100, baada ya wakifika 500 unatoa mbuzi 1, wakifika 600 unatoa mbuzi 2. Sasa hapo kufika 100, hata kama hawajafika miaka 4 5, wewe miaka sisi hatuhesabu, ni idadi. Yaani kama uzaliaji ule umepungua, basi sheria ikulazimu kutoa, lakini mpaka wafike 100 katika ile hesabu yako, na wewe ndio utafanya nini? Ndio utalazimika kutoa mbuzi. Lakini wako wapi wafugaji Waislamu wanaotoa zaka ya mbuzi? Wapo Waislamu wengi tu wanafuga mbuzi, wengi. Wana mashamba hasa makubwa ya mbuzi. Na kama tulivyosema toka awali, taasisi gani sasa yani ambao watu wamekubaliana kwamba hii pokee? Hamna. Kwa hiyo utaona tu mtu akijisikia tu mbuzi wangapi anachukua tu, anatafuta kituo cha watoto yatima, anachinja, anapeleka nyama, masuala yanaisha. Mwingine apeleke maulidini, masuala yanaisha. Sasa hatuna taasisi inapokea. Sasa kama kungekuwa na taasisi, kuna shamba la taasisi ambalo watu wanapokea ng'ombe, wanapokea mbuzi, wanapokea kondoo. Maana hawa wanyama huwezi kuwapokelea mjini, utaweka wapi? Lazima kuwe na shamba. Taasisi hiyo lazima iwe na shamba kubwa na ekari kama 100 hivi za majani tu, ambayo ikipokea wale wanyama wa zaka wanakaa pale, watakula kule, watazaliana kule, watafanya kila kitu. Kwa hiyo na wastahiki wanaotakiwa kupewa wataenda kugawiwa kule. Wataenda kugawiwa kule. Kwa hiyo wewe unaangaliwa tu bwana, mbuzi wangapi? Huyu mpeni mbuzi 10, napewa 10, unaenda kuanza maisha yako. Sasa utauza ni wewe, utafuga ni wewe. Ukishapewa zaka ni mali yako hiyo, hakuna tena anayekupangia, ni wewe tu ujue namna ya kujikwamua. Maana ndio lengo la zaka. Sasa kuna watu kwenye ufugaji ndio wazuri,
Yaani kuna mtu kama unampa hao majike 10 na dume mmoja tu, huyo tayari wewe ushamkwamua. Mwingine ukimpa ng'ombe watatu tu ushamkwamua. Kila mtu, yani Mwenyezi Mungu sisi hakutuumba watu wote tufanye kazi moja, la. Ingekuwa maisha ingekuwa magumu. Yaani kila mtu angekuwa hataki kufuga, nyama tungetoa. Lakini kuna mtu huwezi kumbandua kwenye kufuga ng'ombe, na kuna mtu huwezi kumbandua kwenye kufuga mbuzi, na kuna mtu huwezi kumbandua kwenye kufuga kuku, na kuna mtu huwezi kumbandua kwenye kufuga nyuki, na kwa hiyo Mwenyezi Mungu na kuna mtu huwezi kumbandua kwenye kilimo. Kuna anayelima mahindi tu peke yake, kuna anayelima mpunga tu peke yake, kuna anayelima maharagwe tu peke yake, kuna anayelima viazi tu peke yake, kuna anayelima muogo tu peke yake, kuna anayelima ndizi tu peke, na anakwambia yeye anajiona raha na anaona faida, na ukimpeleka sehemu nyingine hawezi kwenda. Kwa hiyo Mungu ametuumba hivi ili kila mmoja amtosheleze mwenzie, kila mmoja amtosheleze mwenzie. Sasa hiyo ilikuwa ni hesabu ya mbuzi.